على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Alhamdulillah, sifa njema zote zinamstahikia Allah tabaraka wa taala kwa kuwa ametupa taufik ya kukutana katika vikao vyetu ambavyo tunapangiana kukutana, na tunapokutana ndani yake tunakumbushana baadhi yanayohusiana na dini yetu. Namuomba Allah tabaraka wa taala al-Aliyyul Kabir ajalie vikao vyetu hivi iwe katika mambo mema tukijaza mzani zetu siku ya Kiyama. Amin. Tupo kwenye mchana wa mwezi 26 Ramadhan, na masiku mengi ya huu mwezi yameshapita na wameshapatia faida wale walioyapatia faida, na wale ambayo hawakunufaika nayo basi wajitahid kwenye haya masiku machache mengine yaliyobaki, kwa sababu hao yaliyopita hayatarudi tena. Naomba Allah tabaraka wa taala Aliyyul Kabir atakabalie yale tuliyoyatanguliza na tupe taufik ya kufanya vizuri zaidi katika haya masiku machache yaliyobaki. Mwezi mzima ni masiku machache kama alivyosema mwenyewe Allah tabaraka wa taala, ayaman ma'dudat, masiku machache sana yenye kuhesabika. Na ni kweli juzi tu, ni kama juzi mfano wake, unaona tumeanza huu mwezi mtukufu wa Ramadhan na haitamaliza hii wiki ila itakuwa tumetoka katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na kama hivi ndio hai wetu unavyokwenda. Maisha yote haya tunayoishi ni muda mchache sana. Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'an, siku ya Kiyama wale watakapoulizwa waja, qala kam labithtum fil ardi adada sinin, ataulizwa ni kwa muda wa miaka mingapi mumeishi huko duniani. Swali limeuliza ni miaka mingapi mumeishi huko duniani, lakini jawab linakuja tofauti na swali. Maana jawabu linasema qalu labithna yawman au ba'dha yawm, atajibu watu kusema sisi tumeishi siku moja au baadhi ya siku. Hiyo siku moja yenyewe haijatimia. Kwa mahma tala umru al-insan, yani vyovyote vile ambavyo umri wa mwanadamu utarefuka, bado ni muda mchache sana ambao atakuja kuona yaum al-qiyama ameuishi. Hata kwenye aya nyingine Allah anasema watu watakapokuja kuona siku ya Kiyama watahisi kama kwamba wameishi mchana mmoja au jioni yake, kaannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan au duhaha, kana kwamba siku watakao kiona watu Kiyama wataona kama kwamba hawajaishi ila mchana wa siku mmoja au jioni yake. Kwa ni maisha mafupi sana ambayo tumeandikiwa hasa sisi hii umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuishi. Na kwenye aya nyingine Allah amezungumzia kuhusiana na watakayoulizana watu waovu, pale aliposema yauma yunfakhu fi ssur, siku ambayo itapulizwa baragumu, wa nahshuru mujrimina yaumaidin zurqa, na wakakusanywa ama wakafufuliwa watu waovu wakiwa na macho ya rangi ya buluu, yatakhafatuna bainahum illa bithum illa ashra, wakinong'onezana wao wenyewe wakisema hamjaishi nyinyi huko duniani ila kwa muda wa siku 10 tu. Allah anasema nahnu a'lam bima yaqulun, sisi tunajua zaidi wale wanaoyasema. Idh yaqulu amthaluhum tariqatan illa bithum illa yawma, pale aliposema yule aliyekuwa sawasawa zaidi kwamba nyinyi hamjaishi isipokuwa siku moja. Kwa hai wote tunaoishi
umejumuishwa kama ni uhai wa siku moja. Kwa hiyo ni muda mchache sana ambao umeandikiwa sisi kuishi hapa duniani, na kila mwenye akili basi hutumia hiyo siku moja kuandaa maisha yake ya milele itakayokwenda kutana nayo, na hayako mbali, yapo karibu, kama anavyosema mwenyewe Allah tabaraka wa taala, innahum yarawnahu baida wa narahu qariba. Wao waona kwamba hiyo siku iko mbali sana, lakini sisi tutaiona ipo karibu mno. Kwa masiku mengi yameshapita ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na yamebaki masiku machache na bado hayajaisha. Kama mtu atajibidisha kweli, basi ataweza kupata fadhila zilizowekwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni kaida iliyozoeleka kwamba kila masiku haya yanapokaribia kuisha ndivyo ambavyo na watu hutoka kabisa katika ile mudi ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hata hapa kwetu tunaona durus zilivyokuwa mwanzo wa huu mwezi, namna ambavyo watu wanajumuika tofauti na sasa hivi, kwa sababu ile mudi ya watu kubaki ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kama vile imeshaanza kuondoka, kwa namna ambavyo masiku yanavyokimbia na kumalizika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa masiku bado haya yapo na hatuna budi, lazima tujibidishe ili tuweze kupata yale ambayo Allah tabaraka wa taala ametuandikia ndani yake. 10 la mwisho ni 10 ambalo ndani yake kuna usiku mtukufu wa Lailatul Qadr, na hatujui kama huo usiku umeshapita au haujapita, lakini muhimu zaidi ni watu kuendelea kujibidisha kwenye taat na ibadat. Jambo muhimu ambalo tutakiwa pia tukumbushane wakati tunaelekea mwisho wa huu mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kuhusiana na ibada ya zakatul fitri. Zakatul fitri ni zaka ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ameifaradhisha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye pia ni musharri', anaweza kuweka sheria. Kwa miongoni mwa yale aliyotufaradhishia ni kutoa zakatul fitri, na lengo lake ni kuitoharisha siyamu kutokamana na mambo ya kipuuzi na laghu. Na sisi tunajua kwamba hamna anayesalimika kutokamana na laghu na mambo ya kipuuzi. Laghu zimejaa mno kwenye maeneo yetu, zimejaa kwenye makazi yetu, hapa ofisini kwetu, na hatuna budi, lazima tuje kazini kufanya kazi. Na laghu zimejaa pia masokoni, na hatuna budi pia, lazima tutoke twende masokoni tukakidhi baadhi ya haja zetu. Laghu pia zimo mitaani na hatuna budi, lazima tupite. Kwa hiyo ili kutoharisha siyamu na haya yote ambayo hakika huwa yanapunguza thamani ya funga zetu, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufaradhishia hii zakatul fitri ili iwe ni kitoharisho cha funga zetu kutokana na mambo ya kipuuzi na mambo ya mchezo. Na kinachotolewa kwenye zakatul fitri ni chakula ambao ni pishi moja, chakula kilichokuwa maarufu katika ule mji ambao mtu anaishi. Kwa kama hapa kwetu, naamini chakula maarufu kinachopendwa na kinacholiwa na wengi ni wali, kwa maana ya mchele. Kwa hicho ndio ambacho kitatolewa, na kitatolewa kwa kila Muislamu aliyekuwa huru na aliyekuwa mtumwa, aliyekuwa mwanamke, aliyekuwa mwanamume, awe mdogo awe mkubwa, na watapewa maskini. Na kila ambaye atakuwa amejitosheleza kwa chakula chake kwa ile siku yake ya Eid na familia yake, basi kinachozidi pia atakiwa awape wengine wanaostahili. Kwa hii ibada iko mbele yetu baada ya ibada ya Ramadhan, na ndio kama hivi unamkuta Muislamu hazembei kwenye masaili ya ibada. Utamkuta muda mwingine anaswali pamoja na wanaoswali, utamkuta muda mwingine anafunga pamoja na wanaofunga. Kwa hiyo kumaliza zakatul fitri pia unafuata na ibada nyingine ya siyam ya 6 Shawwal. Kwa hakadha Muislamu ndivyo anavyoishi, kureflect
ile aya yake Allah tabaraka taala inasema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na mwabudu Mola wako mpaka itakapokufikia yaqin, kwa maana ya mauti. Kwa silsila ya matendo mema bado yapo babi, na hatuna budi kujibidiishe kuyafanya, na kila tunachokifanya basi hicho kinarekodiwa na tutakwenda kukikuta mbele ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura, na kila mwanadamu tumemfunga nacho vitendo yake kwenye shingo yake, na siku ya Kiyama tutamtolea kitabu cha matendo yake kiwe wazi, kimekunjuliwa, aambiwe iqra kitaba kafa binafsika alyawma alayka hasiba, soma mwenyewe kitabu chako, kwa namna ambavyo kitabu kitakuwa wazi, sarahatan wadihatan, itamtosha mtu mwenyewe kujifanyia hesabu. Wa iqra kitabak, soma mwenyewe kitabu chako, kafa binafsika alyawma alayka hasiba, yatosha leo kuwa wewe mwenyewe ni mwenye kujifanyia hesabu. Kisha wanaendelea kwa kusema man ihtada fa innama yahtadi li nafsi, yule anayeongoka basi huyo huongoka kwa manfaa ya nafsi yake yeye mwenyewe, na anayepotea vile vile hasara na matokeo ya kupotea kwake pia itakuwa ni dhidi ya nafsi yake mwenyewe. Kwa yule ambaye anafanya mema, hao yanarekodiwa na atakuja kuona matokeo ya kile anachokifanya siku ya Kiyama, pata kurekodiwa kitabu chake, na yule ambaye anafanya mibaya basi vile vile atakuja kuona hasara ya kile alichokifanya kitakapokuwa dhidi ya nafsi yake yaumul qiyama. Kwa hiyo nyingine Allah anasema waman tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahi al-masir, na yule anayetakasa nafsi yake basi huyo manfaa ya kutakasa nafsi yake tarudi kwake yeye mwenyewe, na kwa Allah tabaraka wa taala ndio kwenye marejeo. Na kwenye aya nyingine Allah anasema in ahsantum li anfusikum, kifanya vizuri, kifanya wema, matokeo ya wema mnaofanya ni kwa ajili ya nafsi zenu wenyewe. Wa in asatum falaha, na mkifanya uovu basi pia madhara ya uovu huo pia utakuwa kwa nafsi yenu wenyewe. Man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alaiha, yule anayefanya wema kwa ajili ya nafsi yake, na anayefanya uovu vile vile hasara ya uovu wake ni dhidi ya nafsi yake. Wahabi, masiku bado yapo, tujitahid kufanya ibadat, na ibadat ziko nyingi na Allah tabaraka taala amezifanya nyepesi na ujira anafanya kubwa vile vile. Kuleta adhkar, kusema subhanallah walhamdulillah, kupata ujira mkubwa sana, kama msema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah alhamdulillah tamlaani ma baina as-samai wal ardh. Tukisema subhanallah, akisema alhamdulillah, hayo ni matendo mema ambayo yaweza jaza uzito wake baina ya mbingu na ardhi. Na kwenye riwaya nyingine nasema subhanallah alhamdulillah tamla mizan, subhanallah alhamdulillah, ujira wa haya maneno yanajaza mizan. Kwa matendo tunayoyafanya ahbabi yanarekodiwa na huenda yakatufurahisha pale tutakapoingia ndani ya kaburi, na pia tutakapofufuliwa, tutakapokabidhiwa vitu vyetu yaumul qiyama. Katika hadithi ndefu ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaelezea kuhusiana na mtu mwema na mtu muovu, namna wanavyotolewa roho na mpaka wanapoingia kaburini. Alipomzungumzia mtu mwema baada ya kuwekwa ndani ya kaburi, Mtume sallallahu anasema bayatihi rajul, umjilia mtu husnul wajh husnul thiyab tayyibir rih, umjilia mtu akiwa na sura nzuri sana na akiwa amevaa mavazi mazuri sana na akiwa na harufu njema mno. Huyu mayit aliyewekwa mwema atamshangaa, atamuuliza man ant, wewe ni nani? Fawajhuka wajhu alladhi yati bil khair, uso wako ni uso wa mtu anayekuja kwa kheri. Huyu mtu atamjibu kumwambia abshir billadhi yasurruk, pata bishara njema kwa yale yanayokufurahisha. Hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad, hii ni siku yako
ambayo ulikuwa unaahidiwa huko duniani. Kwa matendo yako unayoyafanya, matendo yako mema unayoyafanya yatakuja kukupendezesha na utakuja kulipwa kwa hayo. Kwa hii ni siku yako ulikuwa unaahidiwa, ana amaluka salih, mimi ni yale matendo yako mema. Na kwa upande mwingine, yadhan billah, upande wa mtu mwovu, sallam anasema yatihi rajul, na mayitu hujiliwa na mtu ambaye ana kabihu wajhi kabihu thiyab, ana uso mbaya, sura mbaya, na amevaa mavazi mabaya, muntini rih, anatoa harufu mbaya sana. Huyu mayit atamwambia, man ant, ni nani wewe? Fawajhuka wajhu alladhi yati bishar, uso wako ni uso wa mtu anayekuja kwa shar. Ni mtu atamwambia atamjibu kwa kumwambia, abshir billadhi yasuuk, pata bishara kwa lile linalokuchukiza. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, hii ni ile siku yako uliyokuwa unaahidiwa. Ana amaluka sayyi, mimi ni yale matendo yako maovu. Na atakapoona matendo haya maovu, ndiyo huyu mtu atatamani baina yake na baina ya yale matendo yake yawe masafa marefu sana. Allah anasema, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, siku ambayo kila nafsi itaona yale ya kheri aliyoyafanya yamehudhurishwa. Wama amilat min suu, na ile nafsi iliyofanya mambo maovu, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan baida, tatamani baina yake na baina ya yale matendo yawe na umbali mrefu sana. Kwa kila tunapoishi, usisahau yale yaliyoko upande wa Allah tabaraka wa taala, pamoja na kwamba Allah ametuelekeza kufanya asbabu za kupata dunia yetu, lakini tusimili sana upande wa dunia mpaka tukasahau yale ambayo Allah tabaraka wa taala ametuwekea upande wa akhera. Isije kasema nafsi, an taqula nafsin ya hasrata ala ma farrattu fi jambi llah wa in kuntu la min as-sakhirin. Isije kasema nafsi, ole wangu kwa yale niliyoyaacha upande wa Allah tabaraka wa taala, na mimi huko duniani ilikuwa ni mtu mwenye kufanya maskhara, mtu mwenye kufanya mzaha. Au takula nafsu, au nafsi isije ikasema, lau anna Allaha hadani lakuntu min almuttaqin, lau kama Allah tabaraka wa taala angeliniongoa, basi na mimi ningelikuwa katika watu wanaomcha Mungu. Na hii ni kauli ya uongo, kwa sababu Allah tabaraka wa taala kila mtu amempa sababu ya kuongoka, kwa ikabaki tu mtu mwenyewe aidha kuchagua uongofu au kuchagua potevu. Kwa masiku bado yapo ahbabi, na fadhila za Allah tabaraka wa taala hazita mpaka pale ambapo watu wenyewe watasita, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah tabaraka wa taala haachi kutoa kheri zake mpaka pale ambapo watu wenyewe wataanza kusita kwenye kufanya kheri. Kwa hayo ni machache ambao tuwapasa kukumbushana wakati tunaelekea mwisho wa huu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Allah tabaraka wa taala na aliyul kabir atutakabalie yale tuliyoyatanguliza na atupe taufiki ya kufanya ya kheri kwenye haya masiku mengine machache yaliyobaki. Sheikh Suleiman, naona niongeze. Alhamdulillah, tunashukuru sana, hatuna la ziada mpaka hapo. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.